Yes, at least vita vya Iran na Israeli Marekani vinaelekea ukingoni, vinaelekea mwisho. Hivi kwamba ndo tuendelee sasa kufocus zaidi kwa mambo yetu ya Kongo. Manake vitu vya Kongo vilikuwa bado vinaendelea, na ninaweza nikawe na mengi ya kuongelea kuhusiana na vita ya Iran na Marekani Israeli, lakini acha niache wengine watoe comment. Manake YouTube tupo wengi, na ngoja mimi niendelee kufocus na vitu vya Kongo, licha kwa mambo ya Iran kidogo yanaumiza, kwa maana tunajua ndio yanagusa sana nani ya dunia nzima. Joseph Kabila ni kati ya binadamu ambao nimepata nafasi kubwa sana ya kuwachukia. Yani Joseph Kabila ni kati ya mwanadamu ambaye simtaki huyu mwanadamu huyu. Unajua dunia hii, au tuseme ulimwengu, ambana hapana dunia, maana kuna tofauti kati ya ulimwengu na dunia. Mimi imani yangu inaniambia kwamba ulimwengu ndio utaharibiwa, lakini dunia haitoharibiwa. Sasa tusiende huko. Unajua wanadamu hawa ndio, kuna wanadamu ambao wataharibu ulimwengu na wanaichafua sana ulimwengu, kiasi kwamba ulimwengu utakuja kuangamizwa kwa sababu zao pia. Amefika Goma pamoja na kwamba anajua Goma ni Kongo, na Goma tunamtaka aende Kinshasa kwa sababu twende tumnyonge afe. Tunatakiwa tumnyonge afe. Amefika Goma na alikuwa na hotuba. Katika hotuba aliongea vitu ambavyo neno ambalo limesema kwamba mgogoro wa Kongo sio balkanization, badala ni sudanization. Tena nasema hivi, katika hotuba yake alizungumzia kwamba mgogoro wa Kongo sio balkanization ila ni sudanization. Nikataka kukuletea msikilizaji wa Red Pro Media, tuangalie utofauti kati ya balkanization na sudanization, alitaka kumaanisha nini. Lakini kama si mbaya, ngoja nikusomee kwanza kile ripoti ambayo nilikuwa nimeandaa, alafu ndo tuje sasa tutoe comment. Tunaanza kwanza hivi kwamba kwa tathmini ya sasa, hotuba mahojiano ya Joseph Kabila akiwa Goma ni hatari kubwa kisiasa na hatari ya kati hadi juu kiusalama kwa DRC. Si kwa sababu hotuba pekee inaweza kuivunja nchi mara moja, bali kwa sababu imetolewa akiwa Goma, mji unaodhibitiwa na AFC M23, katika mazingira ambayo tayari yana vita, tuhuma za usaliti na mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Kitu kinachofanya iwe nzito zaidi ni ujumbe wenyewe. Kabila amesema lazima kumaliza udikteta, utawala wa mabavu. Amesisitiza kuhamasisha Wakongo wote wa ndani na nje ya nchi, na akasema mfumo wa sasa unapaswa kufagiliwa, yani kuondolewa. Pia ameonya kuhusu kile anachokiita sudanization ya mgogoro wa Kongo, yani hali inayoweza kuzaa machafuko yasiyodhibitika kama hayatasimamiwa vizuri. Lugha kama hii ikitolewa kutoka eneo la waasi huwa ni kauli ya kawaida ya upinzani, huwa inatafsiriwa kama changamoto ya moja kwa moja kwa uhalali wa Kinshasa. Hatari yake imeongezeka zaidi kwa sababu Kinshasa tayari inamtuhumu Kabila kushirikiana na M23. Seneti aliondoa kinga yake na baadaye mahakama ya kijeshi ilimhukumu kifo kwa tuhuma nzito akiwa hayupo mahakamani. Kabila na chama chake wamekanusha na kusema hiyo ni siasa. Hivyo kila neno analosema sasa halisikiki kama maoni ya mstaafu tu,
bali kama sehemu ya pambano la madaraka kati yake na utawala wa Tshisekedi. Wachambuzi wa vyombo vya habari vya kuaminika tayari walikuwa wameonya tangu kurudi kwake Goma mwaka 2025 kwamba hatua hiyo ni dangerous standoff, na pia inaweza kuvuruga mazungumzo ya amani, huku ikiongeza nguvu ya kisiasa ya M23 kwa kuwapa uhalali wa ndani ya Kongo, si wa nje tu. Hiyo ndiyo sababu mimi naona hatari yake si maneno matupu. Inaweza kubadilisha mizani ya kisiasa na kufanya suluhu la amani iwe ngumu zaidi. Okay? Lakini pia ni muhimu kuwa makini. Kwenye mahojiano hayo Kabila amejionyesha kama mtu anayependelea mazungumzo ya amani, si kama mtu anayetoa wito wa wazi wa kuanzisha vita leo. Hivyo kwa sasa, tunaishia kwanza hapo. Tuje sasa tuangalie kwa maana hii makala nilokuwa nimeandaa ina vitu vingi sana ambavyo pia vinaendelea kuzungumzika ndani huko. Kabila, huyu Joseph Kabila, sitaki kumuita ile jina lake lingine, lakini twende tuna Joseph Kabila. Joseph Kabila ni kati ya wavurugaji wakubwa sana ambao tumepata kuwashuhudia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao sijui kama ili watulie watatulia lini. Nimeshawahi kuandaa makala mengi sana ambayo nimemzungumzia tu Joseph Kabila katika vipindi vya Red Pro Media hapa, lakini inaonekana tena leo tunataka tumguse hivyo hivyo, kwa maana bado anaendelea kutupatia sababu ya kumgusa. Joseph Kabila ndo rais pekee ambaye alikuwa anaiongoza nchi kubwa kama ya Kongo. Ametoka kule na saizi anaongoza kakundi kadogo kakundi kadogo ka M23, kakundi ambako akana hata watu zaidi ya 2,000 3,000. Yani ni kakundi kadogo sana, kamejiwekea tu ushawishi, lakini ni kakundi kaovyo sana. Ndo leo hii tunamwona Joseph yupo kule. Lakini tuangalie vitu ambavyo Joseph ashai kuifanya toka ameanza kushughulikana na watu. Malengo ambayo ilikuwa namba moja kabisa, walikuwa wanajua kwamba kweli wataenda kufanya mpasuko, kugawanya nchi, waichukue Kivu. Ili ilikuwa ni malengo yao toka mapema. Lakini kilichofeli ni kwa sababu wazalendo walisimama. Wazalendo walisimama na wazalendo, unajua wazalendo haikuwa kwenye mpango wao. Hawakuwa wanajua kwamba watakutana na vipingamizi vya wazalendo. Wazalendo ni kundi ambalo lina kila sababu ya kupewa sifa yake, kwa sababu ni vijana tu ambao waliamua kujiunga, hawakuwa organized, lakini walijikaza kwamba bana, pamoja na kwamba tuna tofauti wetu, lakini wakakubaliana kuziweka pembeni hivi kwamba wapambane na adui. Hapo ndipo tunapoona faida kwanza ya wazawaza. Waliamua kuweka tofauti zao pembeni hivi kwamba wakaangalia na adui ni nani, wakaanza kupambana na adui. Kupitia wale, na serikali ikaanza kuwaunga mkono, badala yake ikawa imetuma support kwa jeshi pole kwa pole, licha kwa bado kuna masaliti mengi ambayo yaliendelea kutokea. Lakini mpaka leo hii mbinu hizo zote zilifeli. Kwa hiyo pamoja na mambo mengi tunaweza kuyaongea, lakini turudi kwenye ukweli. Ukweli ndio ambao nakwambia hapa. Manaki unaweza kaanze kufukua vitu, lakini bado utarudilia kwenye hili ambalo naliongea hapa. So Kivu nzima ilitakiwa ikwe Republic of Kivu. Maybe angesema Republic di Kivu. Maybe angesema Republic Democratic of Kivu. Ilitakiwa iwe ni nchi. Lakini why ilishindikana? Nimeshatoa sababu.
pamoja na utajiri wake alioupata akiwa rais wa nchi ya Kongo, alifikiri kwamba utajiri wake utamsaidia malengo yake ayatimize. Kwa hiyo utajiri wa pesa ya Kongo ambayo ameweka mfukoni mwake na utajiri wa pesa ya Kongo ambayo pumbafu wake yule kale kimbamba kale Karwanda kale Kagame ameweka mfukoni, na wengine waliopo nyuma pazia pia wakashirikiana kwa lengo la kusema kwamba hili swala lazima litiki. Kwa maana wale ndio walikuwa mkubwa na mdogo. Mmoja alikuwa ni bosi wa mwenzake. Nani? Kagame alikuwa bosi wa Joseph Kabila, ambao walikuwa wanaiongoza nchi ya Kongo. Baada ya Tshisekedi kuwa baluka, tena natumia neno baluka, kwamba bana no, sikiliza, hii ni time kidogo ya kumsaidia mkongomani kidogo naye pia aone faida ya nchi yake, kwa maana toka ukoloni hajawahi kupata faida yote ile. Kilichoendelea ni nini? Kilichoendelea ni kwamba kilichoendelea wakawa wameanza vurugu kugombana naye, na wamefanikiwa kweli kufanya vurugu nyingi sana, lakini kitu ambacho wameshindwa kufanikiwa ni malengo yao. Vile vile kama vile jinsi ninavyoweza kuona malengo ya Marekani Iran imeshindikana. Ndio vile vile pia naweza nimekuwa nikiona toka mapema kama malengo ya Kagame na Joseph Kabila vimeshindikana katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo balkanization ni nini? Ni nchi kuja kutawala nchi nyingine kwa kimabavu, kama vile tunavyoweza kuona nani ya Marekani imekuwa imefanya Venezuela, imeenda imemchukua rais pale, imemchukua yule rais wa Venezuela Maduro, ikamenipeleka Marekani, na saizi anatamba mjini anachukua mafuta kama kawaida. Hilo swala alitaka alienda akalifanya wapi? Iran, lakini amegonga mwamba. So sudanization anataka kumaanisha nini? Kwamba bana vitu vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sudanization, sio balkanization. Yaani yeye anataka kutuonesha kwamba bana sio nguvu kutoka Rwanda ambayo eti inakuja kutaka kuchukua ubavu in Kongo. Kwa hiyo pale kwanza anamtetea nani? Bwana mkubwa wake Kagame. Lakini sudanization ni kutaka kutuambia kwamba bana hizi vurugo za sisi kwa sisi, yani M23, kwamba ni ndugu zetu wakongomani wenzetu wanaopigana sisi kwa sisi ndani humu, itatuletea sudanization, yani mgawanyiko wa sisi kwa sisi, kama vile Sudan walivyogawana. Unasikia neno sudanization. Sudanization saizi Sudan ilisha kwa mbili, na hiyo ilikuwa ni ugomvi wa wao kwa wao ambao iliwapelekea kwa mpasuko. Hata angesema koreanization, the same thing, angesema maybe koreanization, kwa sababu Korea nayo pia iliwekwa moja, lakini saizi kuna South, kuna North Korea. Tunaona kwamba ni kile cha ndani kwa ndani. Ndio kitu alichotaka kumaanisha hapa swala la sudanization. Lakini malengo ya kugawa nchi walikuwa kwa tayari kuipata kwenye balkanization au sudanization, licha kwa vyote vimefeli. Let me tell you something. Kabila alikuwa ameshafanya vitu vingi sana. Kipindi kile Kongo imekata mabenki nzima. Bado tumaini lake lilikuwa kwamba mnakata benki, basi hamna shida, nitafungua pesa ambayo automatically, yani akili za Mobutu zikamjia kichwani kwamba nitaprint pesa alafu watu waanze kutumia pesa ya hapa, na inakuwa very simple, easy, let's just do it. Kabla bado hawajazama kwenye more research, yule akajipeleka nani Uganda kwanza kuprint makaratasi mapesa. Lakini at same time wakina Colonel Nanga wakaenda kufungua mabenki. Tuliona kwamba wanaenda kuzindua mabenki
kwamba regime de Kinshasa wamefanya hivi, kwa hiyo mwisho siku sisi tumeona kwamba nini tufanye hiki. Walichokiambulia ni nini? Walichokiambulia ni kwamba walikuja kugundua kwamba ni kitu kigumu sana, kwa maana ni nchi pekee ambayo inaruhusiwa kufanya hivyo, sio eneo fulani tu ambao wameamua kujigawa kwenye nchi ambao hawajatambuliwa na Umoja wa Mataifa kwamba eti wana ruksa au wana mamlaka ya kuprinti pesa na kusema kwamba eti let's just use this. Still Umoja wa Mataifa unatambua nchi ya Kongo ni nchi moja. Haijatambua kwamba nchi ya Kongo kuna mgawanyiko, kuna nchi mbili pale kwenye Kongo. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi yale makaratasi aliyoyaprinti Uganda yakabaki kuwa makaratasi. Tena kwambia hivi, yale makaratasi aliyoyaprinti Uganda yakabaki kuwa ni makaratasi. Just easy like that. Kwa sababu gani? Alichokiona yeye ni kwamba alifikiri kwamba eti wana utajiri wake, basi nitadipa Uganda, ni printi makaratasi, weka Republic de Kivu, waka printi pale. I don't know kama aliweka sura ya nani, cause hatujiweka yeye, lakini of course I think maybe aliweka sura ya Kagame. That's the only thing I can guess of, kwamba itakuwa aliweka sura ya Kagame pale kwenye ile makaratasi yake, pesa yake. Lakini alichokiambulia ni nini? Akaangukia pua. Alichoambulia ni sufuri. Hiyo ilikuwa ni moja ya kitu alichokifanya. Lakini toka kipindi kile mpaka leo hii amekuwa akijaribu tena na tena kuangalia kwamba anaweza akafaulu mambo yake, lakini kila anavyojaribu na ndo kila anavyozidi kushuka chini. Yani kila anapozidi kupiga yani mfamaji haishi kutapatapa. Hii neno waga na wazoea kuitumia sana hii. Kila alivyozidi kujaribu kwamba hajitoe wapi, ndio jinsi anavyozidi kuzama. Na nakwambia kweli mpaka saa hizi Kabila kwa maumivu ambayo amesababishia nchi ya Kongo, na kama sitaki kutumia tu jina la Mungu hapa. Unajua Mungu pia ana jina lake la kipekee. Kwa imani yangu mimi, tena narudia kwenye kauli yangu, sitaki kutumia, lakini kama vile jinsi Mungu anavyoishi, mpenda haki, mwenye huruma na watu, mwenye huruma na wakongomani ambao wameshamlilia, waishamuomba sana kama Mungu tusaidie amani ipatikane japo katika taifa letu na sisi pia. Na kwa sababu Kagame na Kabila, tunazungumzia Kabila, kwa sababu Kabila ni moja ya sababu kubwa nchi ya Kongo inaendelea kuwa kwenye vurugu, basi tuendelee kumwomba Mungu wa mbinguni hivi kwamba atusaidie. Siwezi kusema kwamba eti hatufanikiwa, kwa sababu neno langu mimi sio sheria. Mimi ni binadamu wa kawaida sana tu, lakini tumuombe Mungu hivi kwamba kamwe huyu mjinga asifanikiwe kwenye mambo yake, kwa maana mambo yake ni maumivu makubwa sana tu kwa raia wa Kongo. Hafanyi chochote kile kwa ajili ya kutusaidia sisi, anafanya yote anayotaka kwa sababu ya kujisaidia mwenyewe. Ni kweli kwamba kuna sintofahamu nyingi, sitaki kukataa. Kuna sintofahamu nyingi kati ya sisi na Walingala, Walingala baadhi, sio wote. First of all, nimekuwa nikizungumzia kwamba ubaguzi upo duniani kote, na kila mbaguzi kila siku anapataka sababu ya kufanya ubaguzi. Yani kama itakuwa sababu, atatafuta sababu nyingine, na kwa hiyo mwisho siku atajikuta kwamba anafanya ubaguzi. Nipo kwenye nchi za huku Ulaya, kama vile jinsi mnavyojua sisi ni weusi, lakini ukikutana na wazungu kidogo, sometimes kuna ambao wanakuonesha ubaguzi wa waziwazi. Why? Je, wanakuonesha ubaguzi kwa sababu wanaongea Lingala? Alafu wao waongee Lingala? No. Kwa hiyo ubaguzi upo, ndio, I get it. Kwa hiyo ni kweli kwamba in Congo bado kuna yale mambo ya ubaguzi ya kusema Wangala kidogo wanachukulia labda sijui Swahili basaba Swahili, wana understanding tofauti kidogo, kiasi kwamba labda maybe wanatutreat tofauti na vile jinsi labda ingetakikana kuwa.
lakini haimpatii Mswahili sababu ya kusema kwamba hii ndio sababu pekee ambayo inaweza kanifanya kwamba nijitenge na Wangala hivi kwamba na mimi pia hii niitangaze kwamba ni nchi yangu. No. Badala yake tunachokijua ni kwamba maumivu ambayo Waswahili wanapitia Kongo ndo maumivu yale yale ambao Wangala wanapitia Kongo, ndo maumivu yale yale Waluba wanapitia Kongo, ndo maumivu yale yale ambayo sijui Wavira, Wafulero, Washi, Wanyindu, Warega, Wabembe, Wanani wale Wabangubangu na kadhalika wanayapitia Kongo. Na hawa kwa hawa utajikuta huyu anambagua yule, yule anambagua yule, yule anambagua yule, ndo duniani kote. Kwa hiyo tukiweka sababu ya ubaguzi ya sisi kwa sisi, yani kwanza Kivu tu yenyewe tu, hiyo Kivu tu yenyewe, achilia mbali kwamba wale Wangala sijui tunabaguana nao, let's say okay, tu assume kwamba kweli huo ubaguzi upo, lakini sisi Kivu tu kwanza wenyewe Kivu tu mle kuna ubaguzi. Tena ubaguzi saizi umekuwa mkubwa. Hautaniambia saizi Mbembe na Mnyamlenge kwamba eti bana vina match. No. Lakini wote mbona wapo Kivu? Right? Wote wapo Kivu. Kivu yenyewe imejaa makabila mengi sana. Kwa hiyo ikikuwa ni sababu ya ubaguzi ambayo itatufanya tutengane kati ya kwamba tujichukulie Kivu yetu, bado sisi ndani kwa ndani sisi wenyewe watu wa Kivu tutagombana. Achilia mbali basi Mbembe achilia mbali Mbembe na Mnyamlenge. Lakini ukiangalia Mnyamlenge pia na Mnyarwanda ambao saizi ndo wapo wengi sana. Wapo wengi sana Kongo. Wili nao pia wanabaguana. Mmoja anamuonaga mwenzake kama vile sijui kama wewe ndo nani na wewe ndo nani. Yaani anamuonaga kwamba bana wewe una samani. Ndio vile jinsi ilivyo. Mtusi na Mutu wanabaguana. Wote wapo Kongo. Mmoja anaendelea kungangania mwenzake kwamba bana wewe ndio FDLR. Kwa sababu Mtusi anamuonaga kila mtu ambaye yupo Kongo ndio FDLR. Kama vile jinsi wamekuwa wakiambiwa FDLR wapo Kongo hawajai kuisha. Kwa hiyo Mutu aliyopo Kongo ni FDLR. Na Kongo gani tunazungumzia? Ni Kongo ya Kivu. Hakuna Kongo nyingine tofauti na Kivu ambao wapo. Je, baada ya kugawa Kivu kama imekuwa nchi, vipi nao pia wataendelea kujigawagawa kama bana wake na sisi pia sisi ndo Wahutu wa FDLR tuliopo hapa, basi haka kama imekuwa nchi yetu na ninyi pia sijui Wabembe ndo mpo kule, Warega mpo pale, Wabangubangu mko pale, endelee okay, mnajichukulia ka sehemu ndio jinsi utakavyoelekea huko. Ndipo unapoona kwamba hizi sio sababu ambazo tunaweza kaziweke mezani za kusema kwamba hizi ndio zitatufanya tuone kwamba yes, kuna umuhimu wa kufanya hichi kitu. Kila wakati zitakuja sababu, lakini zile sababu zinakuwa hazimsaidii. Sio kwamba eti zitaacha kumsaidia, zitamsaidia mkongomani au raia. Most of these reasons zinakuja kwa ajili tu ya kuwasaidia wao wenyewe na kuwafanya waendelee kukula ulafi zaidi. Unajua wameshapanga mipango nyingi sana eti kwa sababu ya kusema eti watimize hili swala lao. Saizi wameweka mtego pale. Imekuwa ikisemekana wazi tena na tena kwamba wameshawaingiza Wanyarwanda wengi sana Goma na Bukavu, huku wakiwa na nia kwamba mchakato wa katiba utakapoendelea huko nao pia watafanya kura huku. Yani wananchi watajiproclaim kwamba hapana, sisi tunajitenga na ninyi bana, sisi imekuwa nchi yetu. Kwa watachukua hayo maeneo yale ambayo wamemiliki, waimilikishe kwamba eti bana hii ndio sasa imekuwa ni nchi nyingine imejitenga na Kongo. Kwa hiyo wananchi ambao wamechukuliwa Rwanda wengi wameshawekwa pale kwa ajili hiyo kazi moja tu ya kusema kwamba eti waende wahusike ili wafanye nini huo upumbavu wao wa kugawa Kongo. Na I don't get it. Mimi unajua kipindi kile walivyokamata Bukavu na Uvira, niliwahi kuzungumza kwamba ninyi mnataka mchukue sehemu fulani ndani ya Kongo iwe nchi nyingine.
Lakini at the same time kuna vitu mnasahau, na vile vitu ni muhimu sana kuvizingatia. First of all, mpaka sasa hivi, okay? Mpaka sasa hivi I don't know kama niliwaletea hii taarifa. Hivi mnakumbuka niliwaletea hiyo taarifa hiyo mama ambaye aliuawa, yule ambaye alikuwa anatozwa kodi. Yani wanatoza kodi, na kwa sababu mpaka sasa hizi kuna ile style ambayo watu wako unaweza kukutana tu na mtu anakuambia okay, nilipe pesa deni yangu. Mpaka unajiuliza deni gani? Nilipe. Na hiyo anakuwa yupo serious kweli. Na akisema umlipe unatakiwa umlipe. Wapo wale wa namna hiyo, lakini pia wapo wale watoza kodi ambazo hazina hata msingi. Watakutoza kodi asubuhi, watakutoza kodi mchana, watakutoza kodi usiku. Kuna muda wanakutoza kodi mpaka unashangaa mwenyewe. Na anapokuja yeye hatojali kwamba eti hata umwambie bana fulani mbona ameshafika hapa, na kwambia bana okay fulani kama alichukua na umuhusu, na mimi pia natakuwa nichukua ambayo inanihusu. Kiasi kwamba watu wengi wameomba sana. Maduka mengi ambayo zilikuwa hapo zinafanya kazi sasa hizi zimezorota kwa sababu ya wale wanaoita wajomba ambao wamekuwa na makodi za kila wakati. Sasa imagine walikuja kwa yule mama wakamuomba kodi. Yule mama akawauliza hivi, jamani, mbona hata hivyo, lakini mbona hizi kodi sura mnakujaga hapa ni sura ambazo sio za nchi? Na pili, mbona hizi kodi kila siku mnafanya kwa sababu tu ya kutukandamiza? Hakunaga chochote kile tunachokifaidikia. Kwa nini mnaendeleza hivi mambo ya namna hii? Bana next day yule mama walimkuta mtaroni ameshakufa. Ndio vile jinsi ilivyo. Na hiyo ni matukio madogo sana kati ya matukio mengi ambayo yanaendelea kuripotiwa yanafanyika kule Magoma na Bukavu kule. It's just so painful. Watu wanaishi maisha karibu na kuzimu. Unajua watenda dhambi waliopo Goma na Bukavu, wao kama kweli kunaga eti bwana mtu anaenda kuzimu, hawataona utofauti sana. Mimi nakwambia kweli. Yaani washikaji wa kifa wale watenda dhambi waliopo pale, wakifika kuzimu hawataona utofauti, watajiuliza bado nipo Goma au Bukavu. Nakwambia kweli. Ndio maisha ambayo watu wanaendelea kupitia pale. Sasa hawa jomba hawa, kitu cha upumbavu wanachokifanya ni watu kutoka wapi? Rwanda. Ni watu kutoka wapi? Rwanda. So tozo zote, ushuru, taxi zote, nimaanisha taxi zote ambazo zimekuwa zikitozwa pale zimekuwa zikipelekwa wapi? Rwanda. Watu wanabaki hawana kitu, miundombinu hakuna, kiasi kwamba ni kama vile tu yani watu wa Bukavu na watu wa Goma wote ni wamekuwa ni watumishi ambao wanatumikia kale kainchi ka kipumbavu sana ambao kanaongozwa na yule mpumbavu yule kabisa, yani Rwanda. Unaona? So ndo reality. Kwa hiyo mimi swali yangu likakuwa ni hivi, huyu mshikaji saizi ana dominate, Kagame ndo ana dominate kiasi kwamba anawaonesha maeneo ambayo mmeteka kwa sababu mimi nilikuwa na mguu wangu pale, basi mimi ndo nitatakiwa kuchukua kila kitu, na amekuwa akifanya vile. So baada ya ninyi kuichukua nchi, kama mmeshakata nchi, okay, mnafikiri mtambulia nini Wanyamlenge au ndo niseme waongea Kinyarwanda mliopo Kongo? Mtambulia nini? Kama tumesha waonesheni pia kwamba bwana wake Bukavu na Bukavu na Rwanda, nani Bukavu na Goma, kila anayemweka pale ni mtu kutoka Rwanda. Yani kwenye vile vyeo vikubwa vyote ni Wanyarwanda ndio wamemiliki. Kwenye nchi ambayo sio kwao. Hii dunia hii ina vitu vingi sana hii. Kama ndo uchafu ambao unazidi kufanyika kwa namna hii, ninyi mkichukua hii nchi mnaipeleka kwamba bwana hii sehemu sasa ndio inakuwa okelea nini, tunajitegemea, si ndio? Pale Kagame atawagusa kila eneo
Maana kitafika muda mwisho siku hata ninyi wenyewe mtapenda kwamba eti bana mjiongoze sasa. Na ndipo atakapoamini kwamba hapana, hili swala haliwezekani. Sijarudisha pesa zangu ambazo niligharamika kwa ajili yenu. Maana yake ukumbuke, ndicho kile ambacho Tshisekedi alimfuata akamwambia, sikiliza mzee, nataka sana mimi nijenge nchi yangu. Umesha kula vya kutosha. Nao acha na mimi pia niwasaidie kidogo Wakongomani, hivi kwamba japo hata waone faida ya kuwa na nchi yao Kongo. Alichomjibu ni nini? Kwamba acha kuingilia maslahi yangu. Maslahi yangu iko indefini. Yani maslahi yangu iko pale tu, haitafsiriki na haimaliziki. Yani ni ya milele. Kilichofuata ndo kama vile jinsi mmekuwa mkiona. Alipokataa Felix Tshisekedi, alichokiambulia ni nini? Umekataa kweli? Wewe nani? Kwa nani? Saa ngapi? Kweli? Ni kweli kwamba Felix Tshisekedi alikuwa hakuwini election ya kwanza, lakini pamoja na kwamba alikuwa anataka kuonekana kwamba eti msaliti kwa kina Fayulu, Martin Fayulu, lakini ni kwa sababu aliona kwamba kuna njia yeye kukuwa rais. Swali la kwanza, je, angeendelea kuwa msaliti vile vile pia tena kwa Wakongomani kwa sababu tu hakupata uraisi, au alipewa uraisi na wakina Kagame na pamoja na Joseph Kabila aendelee kuwatumikia wao, hali ya kwamba nchi ya Kongo mamilioni watu wanateseka? Hata mimi ningefanya the same. Na hapa ndipo tunapoona kweli kwamba Joseph Kabila sio Mkongomani. Ngoja niwaambieni, baba yake Laurent Desire Kabila, pamoja na yote aliyofanya, lakini ukongomani ulimtesa sana. Ndio kwa maana alipofika Kinshasa tuliona vitu ambavyo alivifanya vilikuwa ni kwa kusema, sikiliza, acha nijenge sasa nchi yangu. Acha nifanye nini? Nijenge nchi. Sitaki upumbavu tena sasa hivi. Now it's time to fix my country. Alichokiambulia ni nini? Ni kifo. The same thing tunakuja kumuona pia Felix Tshisekedi, ambaye amewekwa pale kwenye madaraka. Amewekwa pale kwenye madaraka na wahuni ndio, lakini alipowaambia kidogo, sikiliza, let's just work together, lakini mimi mniachie nafasi ya kuifix nchi hivi kwamba wananchi wa Kongo wakuwe sawa. Washikaji wakamwambia bana, okay, hilo haliwezekani. Hatukukuweka pale hivi kwamba wewe uanze kutupatia order. Sisi ndio kukupatia order. Felix akasema labda hii machafu yangu sio ya Kikongomani. Kama hii machafu yangu ni ya Kikongomani, nitapambana na ninyi. Finally, tumekuwa wapi? Tumekuwa kwenye situation ambayo kila ambaye ni mshabiki wa Kagame anamchukia sana Felix Tshisekedi. Na why? Ni kwa sababu amerubuniwa, amepakwa mafuta ya kuona kwamba eti yule Kagame ndo kiongozi bora, ndo mtetezi wa Kongo, ndo nini. Ila ukweli ni kwamba yule ndo shetani wa Kongo. Yani shetani wa Kongo. Kama tumesema kuzimu, watu wanaishi maisha ya kuzimu, basi makao makuu ni kwenye nyumba ya Kagame. Ndo shetani na yeye wanaishi pale. Ndo reality ambao sisi ambao tunaendelea kuteseka na maisha ya Kongo kutokana na ujinga wa Kagame na washirika wake wakina Joseph Kabila, tumekuwa tukiona kwamba tunapitia maumivu just kwa sababu ya huyu jamaa ambaye lengo lake ni baya mno.
bado kibarua ni kizito, kwa sababu haya mambo ya siasa waga yanaenda. Unajua shida kubwa tulionayo Kongo ni kwa sababu hatujakuwa na nguvu yetu binafsi, na kuipata hiyo nguvu inaomba muda. That's why mara nyingi na nimekuwa nikiwasihi sana kwamba wapelekeni watoto wenu shule. Watoto wenu wakisoma watapata maarifa nyingi sana. Kama leo Iran imeweza hata kusimpa mbele ya Marekani, ni kwa sababu walipeleka watoto shule. Let me tell you something. Me I don't believe. Wamesema kwamba eti sijui ya saizi Iran imekuwa na uwezo wa kumsimpia Marekani, ya kusimpa ya kumpandishia kifua Marekani kwa sababu ya msaada wa Russia pamoja na China. I don't buy it. Yani sinunui hiyo story. Licha kwa siipingi sana, kwa sababu of course we know kwamba Iran alikuwa anamsaidia, mpaka leo anamsaidia Russia kumpatia yale mashahidi, yale madrones ambazo amekuwa akizitumia kwa ajili ya kupambana na Ukraine. Na ni kweli zile madrones zimekuwa zikimtesa sana. Nani? Zimekuwa zikimtesa Muirakien, mtu wa Iraq. Mu-Ukrainien ndio tusema. Ukrainian. I mean, I know in English Ukrainian. So Mu-Ukrainien. Maybe ndio tutasema vile. Unaelewa? Ziko very cheap. Lakini zimekuwa zikitesa. So wanasema kwamba Mrasha anamsaidia sana amemsaidia sana Muirane kwa ajili ya intelijensia ya kujua kambi za kijeshi za wanani ziko wapi, ziko pale nini. Sawa, siwezi kukataa. Lakini ukiangalia teknolojia ya Iran, utasikia mashambulizi mengi ya Israeli ambao wana nyingi wanataka kupiga Iran. Utasikia wamewaua wanasayansi. Ndio kila siku wanaenda kuwaua wanasayansi pale. Hivi unaelewa mwanasayansi wewe? Unajua nguvu ya sayansi? Unajua nguvu ya sayansi ndio mtu ambaye anafanyaga ubunifu wa vitu vingi sana. Shahidi ni droni ya Iran ambayo iko cheap lakini inatesa dunia. Silaha za Kimarekani ziko expensive na zina teknolojia ndiyo, lakini tumeshangaa kuona silaha za Iran zimeweza kuidungua ndege ya Marekani ya F-35, F-35, ndege ambayo inasema kwamba ni ndege ambayo haiwezi kaonwe kwenye nini, kwenye radar. Yani haiwezi kaone, unaweza kuangalia kwenye kompyuta ukaangalia hiyo ndege kama iko angani hautoiona. Lakini wameweza kuidungua. Wamepiga. Kubomboka wewe, lakini ilibidi nini ende kafanya emergency landing. Ikaenda kuland somewhere kwa sababu ingeendelea kwa angani ingekutana na maumivu makubwa sana. Isingeweza hata kuland kwa sababu ilikuwa ishapata itilafu kubwa sana, tena kubwa. Ndege ya kifahari ya mamilioni ya pesa. Hii story yangu yote nataka kuambia hapa hivi. Haya yote wamewafanya. Ndiyo inawezekana wanapewa kama msaada kidogo na Iran, China pamoja na Russia. Sikatai. Lakini wao wamechangia kiasi kikubwa sana kutokana na akili yao ambao wamejiwekeza pale kwa ajili ya kuwapeleka watoto. Wanakwambia Iran hata kama bwana sijui na masheria kwa wanawake, lakini inawapeleka sana watoto wa kike shule. Watoto wa kike wanasoma sana Iran, na wanasoma mambo ya kisayansi sana
kiasi kwamba mwanamke, unajua mwanamke ukimsupport mambo ya kidogo kichwa kwenye mambo ya kufocus, wanajikutaga wana focus kiasi kwamba they are good. Sisi tuko sawa, ndio tuna focus, sikatai wanaume, lakini unajua asili yetu kidogo na wanawake. Wao wanagana wakiamua kudedicate kwenye kitu fulani wanaweza wakifanye tena na tena, you know. So tuwape mawawa yao. Wanawake kidogo wana amanishi sisi wanaume, lakini wanawake, you know, wana kipaji chao ambacho Mungu amewaumba nacho. Na Mwirani amekiona kile kwa wanawake, akasema bana, ngoja ni invest kwa watu. Yeye akakuwa tofauti kidogo na wale Waislamu wengine ambao wanachukulia wanawake kama vile kidogo nyuma ya pazia, lakini yeye aliwaweka kwenye kipaumbele fulani kiasi kwamba wamefanya vitu vingi sana ambavyo I can't tell. Lakini yote ni nini? Kuwapeleka watoto shule. Ndipo tunaporudilia pia nchi yetu ya Kongo. It doesn't matter kwamba bana unasoma katika mazingira gani. It doesn't, yani haijalishi kwamba unasoma kwenye mazingira ya chini sana. Lakini kama kwa sababu ulienda shule, basi ukakuwa na uwezo wa kujua 1 kuongeza 1 ni 2, basi endelea na hiyo shule. Haijalishi ile shule ina mabati, ina manjanja ambayo inavuja. Lakini kama ile shule imekusaidia kusema français lecture, français recitation, anzana na hiyo shule. Maanake utapata msingi wa elimu pale ambayo itakuja kukusaidia uko mbele ya safari. Tupeleke watoto shule. Nguvu yetu tutaende tunaivuta pole pole. Kwa maana tunahitaji kuwa na akili ambayo ipo smart, ambayo iko educated, hivi kwamba tuangalie namna gani tunachoweza kufanya kwa ajili ya kusaidia nchi yetu ya Kongo. Nchi ya Kongo inatuhitaji na inahitaji watu ambao wameenda shule. Hivyo kwamba kunya na creativity ambayo inaomba elimu. Nafikiri mpaka hapo nimalizie hapa kwa siku ya leo. Niwaambie tu kwamba shida tulionayo ndio katika Kongo ni Joseph Kabila, na amekuwa shida kubwa sana in Kongo, lakini tunaona kwamba ni mfamaji ambaye haishi kutapatapa, na mwisho wake tunaenda kuona tu. Haijalishi ita take how long, yani haijalishi itachukua muda gani, ila anguko lake linaenda kufika tu. Tutakutana baadaye na wachambuzi wengi ambao watakuwa na lipi la kusema, hivi kwamba tuguse maeneo tofauti. Ila watu mnaomba Mungu, please tuendelee kumwomba Mungu. Manake ni yeye pekee ambaye amejawa na huruma sana zidi yetu sisi wa Kongomani. Swala la balkanisation, swala la sudanisation halitowezekana. Nafikiri mpaka hapo nimalizie hapo.